Asalamu alaikum. Kumekuwa na maneno mengi kutoka kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu juu ya kadhia ya vyakula vya minasaba ya dini ya Kinasara au Kiyahudi au ongeza dini nyingine yote isiyokuwa ya Kiislamu. Suali hapa, je, ni kweli ni msimamo wa Uislamu kwamba Waislamu hawali vyakula vya Wakristo au ni suala la hisia za kidini za mtu binafsi? Hisia za mtu binafsi. Na swali namba 2, na kama ni kweli Uislamu unakataa vyakula vya Mayahudi na Manasara, vya minasaba ya Mayahudi na Manasara, ni kwa sababu gani? Kwa lojiki gani? Kwani chakula si chakula tu, ni mchele, amenunua nyama ya ng'ombe buchani, kwa nini iwe ni haramu kula chakula hicho kama itakuwa ndio ni msimamo wa Uislamu? Ifahamike kwamba katika Qur'ani kuna aya ambayo iko wazi kabisa inasema ni halali Waislamu kula vyakula vya ahlul kitabi. Ahlul kitabi kwetu sisi ni Mayahudi na Manasara. Vyakula vyao ni halali kwetu sisi na vya kwetu ni halali kwa wao. Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Ni halali vyakula vyenu kwa wao na vyakula vyao kwenu nyinyi. Ifahamike kwamba Uislamu unatofautisha chakula cha mtu cha nyumbani kwake cha kawaida, hivi vyakula ambavyo tunakula kila siku ambavyo havina mahusiano na minasaba ya dini. Yani lunch ya Muislamu, lunch isiyokuwa ya Muislamu ni ile ile, havina tofauti. Kama atakuwa anakula nyama ya nguruwe au nyamafu ni masala mengine, lakini kama anakula nyama iliyohalalishwa, amepika wali wake, amepika biriani yake, Uislamu hautofautishi kati ya chakula cha Muislamu na chakula cha ahlul kitabi, ili mradi sio cha haramu. Na aya hii ambayo ni aya 5 katika surati Al-Maida imetamka wazi juu ya uhalali ya vyakula vya Manasara kwa Waislamu na vyakula vya Waislamu kama Nasara. Na hii ni dalili kwamba Uislamu umeruhusu maingiliano yale ya kijamii ya kawaida yasiyokuwa na mahusiano ya dini, kwa sababu aya inazungumzia mahusiano ya vyakula vya kawaida. Ama vyakula vya dini sisi tunavichukulia vyakula vya minasaba ya dini kama ilivyo, yani hiyo unwani iko clear sana. Vyakula hivyo ni sawa sawa na hiyo dini yenyewe. Uislamu ni kweli unakataa vyakula vya minasaba ya kidini, ni kwa sababu Uislamu hautambui dini ya Uyahudi na Unasara kwamba ni dini ya haki. Na hili sio jambo geni, najua inabidi tuwe wawazi, hili sio jambo geni. Na wenzetu na wao wanatuangalia sisi hivyo hivyo, hawatambui kwamba Uislamu ni dini ya haki. Sasa hiyo hoja ya ni dini ipi itakuwa ni haki ni hoja nyingine, lakini wao hawatambui dini yetu na sisi hatutambui dini yao. Sisi tunakataa vyakula vya minasaba ya kidini vya Kikristo na Kiyahudi kwa sababu ni vyakula vina mafungamano na dini. Kwa hiyo kukubali vyakula hivyo ni sawasawa na kukubali ule munasaba mzima. Ndio maana hata ndani ya madhehebu ya Uislamu, kwa mfano yani Masuni, Maansari hawatambui ni uwepo wa Maulidi, na kwa hivyo wanakatana vyakula vya Maulidi. Hawatambui hitima, na kwa hivyo wanakatana vyakula vya hitima. Jambo likishakuwa limejengeka katika misingi ambayo ni ya batili, kadhalika na lenyewe linakuwa ni batili. Huwezi kusema haya matawi ni halali na shina lake ni haramu. Kwa hivyo tunakataa vyakula hivi kwa misingi hii. Nikupe mfano. Kama wazungu, kwa mfano, wazungu walitufanya sisi ni watumwa. Wazungu kwa mataifa yao mbalimbali. Baadhi ya wazungu niseme waliwafanya Waafrika
ama sehemu kubwa ya Afrika kuwa ni watumwa katika hizo zama zilizopita. Kwa mfano sasa hivi ikawa sasa wana sherehe ya kusherehekea kutufanya sisi kuwa ni watumwa na kututawala, na sherehe ya kuja kuchukua mali zetu kwa dhulma wakazipeleka katika nchi zao. Ikawa wana siku fulani ya munasaba wa hilo tukio la kutufanya sisi ni watumwa, alafu wakapika vyakula ambavyo wamevinunua sokoni. Wamenunua mchele na wamenunua nyama ya ng'ombe ambayo imechinjwa, ni halali. Lakini sisi tutavikataa hivyo vyakula, kwa sababu vimefungamana na jambo la dhulma na jambo la udhalilishaji. Hatuwezi kula hivyo vyakula tukasema tuna separate yani hivyo vyakula na hilo tukio lenyewe, sababu tukila tutakuwa tunasherehekea na sisi hilo jambo. Kwa hivyo niseme kwamba hili swala halina mahusiano ya chuki. Yani lenyewe kama lenyewe halina mahusiano ya chuki. Jambo hili tunakataa hicho chakula kwa munasaba wa kuwa ni chakula cha dini, kama ambavyo katika siku zote, sio wakati huu tu, katika siku zote mimi huwezi kuniambia bwana sisi ni kitu kimoja na tunashirikiana twende kanisani, na mimi nikakwambia sisi ni kitu kimoja tunashirikiana twende msikitini. Wewe hauji msikitini wala mimi siji kanisani. Ni hivyo na swala hili ni chakula cha kawaida lakini kina munasaba wa kidini. Sasa kama Wakristo wao kwa upande wa dini yao hawana mwiko wa kula vyakula vya minasaba ya kidini vya Waislamu, hiyo ni swala lao. Sisi hatukukatazwa kuwalisha vyakula vya minasaba ya dini yetu Mayahudi na Manasara, lakini kama wao wataona haifai, na nimewahi kusikia baadhi ya Wakristo wana misimamo hii, sasa hatuwezi kuwalaumu kama ambavyo hatuwalaumu kwa hatuwezi kufanya hiyo ni hoja kama ambavyo tumetambua kwamba wao wamekataa Uislamu. Tabani wamekataa kwa njia ambayo sio ya haki, lakini sisi tunalijua hilo na halitupi mushkeli kwa sababu tunalitambua, na wao wajue swala hili kadhalika liko katika system ile. Kwa hivyo sioni kama ni jambo jipya, ni swala tu kama ambavyo mimi siwezi kuja kukuzika wewe kinaswara kwa taratibu za kinaswara, wewe huwezi kunizika mimi kwa taratibu za Uislamu. Siwezi kuingia kanisani, siwezi kushiriki maombi yako, siwezi kushiriki ibada yako, na hili ni sehemu tu ya kutokushiriki ibada ya mwenzio kwa sababu wewe huamini kwamba hiyo ni ibada. Basi sisi kwa mfano kwenye swala la kwamba Nabii Isa amefariki kwenye hiyo sherehe ya Pasaka hatukubali. Kwenye swala la kwamba Nabii Isa amezaliwa hali ya kuwa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hatukubali. Kwenye swala la kuwa Ukristo kwa sasa hivi ni dini ya haki hatukubali. Kwenye swala la kuwa Biblia ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, sisi tunasema asili yake kitabu hiki kimeingizwa mikono. Kwa hivyo sioni kama kuna jambo jipya katika hili, wala haiashirii chuki. Mnaona katika miamala mingine na katika vyakula vingine mesikia Waislamu wakipiga kelele. Hatusemi katika yani nje na matukio kama haya hatusemi tusile vyakula vya Kristo. Hatusemi tusinunue katika maduka wa Kristo, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki na hali ya kuwa vazi lake la kijeshi, diri yake ikiwa kwa Myahudi, alikopa chakula. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweza kukopa kwa Waislamu kwa nafasi yake, lakini katika hali ya kutufundisha miamala kwamba ile miamala isiyokuwa ya kidini sisi tunaingiliana na Mayahudi na Manasara. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.